kuwajuza rasmi uwepo wa mkutano wa mwaka wa majaji wakuu wa nchi za kusini na mashariki ya Afrika, yani Southern and Eastern Africa Chief Justice Forum, ambayo mahakama ya Zanzibar imechaguliwa kuwa mwenyeji wa mkutano huo. Tunatarajia mkutano huo kufanyika tarehe 5 Oktoba mpaka tarehe 9 Oktoba 2026 katika hoteli ya Verde iliyoko Mtoni, Zanzibar. Kabla hatujaenda ndani zaidi kuzungumza, nadhani tuzungumze nini maana ya SADC, yani Jumuiya ya Majaji Wakuu wa kusini na mashariki mwa Afrika. Jumuiya hii ni nchi kama zilivyotajwa za kusini na mashariki mwa Afrika ambazo zinahusisha mahakama za nchi 17. Na jumuiya hii imeundwa miaka 23 iliyopita nchini Afrika ya Kusini. Lengo la jumuiya hii ni kutafakari changamoto za utoaji wa haki, kuimarisha ushirikiano wa kitaaluma, kuboresha usimamizi wa mahakama katika jumuiya katika kanda yetu, kuweka mikakati ya pamoja ya kusimamia misingi ya sheria na utawala bora. Kwa hiyo Zanzibar katika jumuiya hii ni mwanachama kamili katika jumuiya. Mwenyekiti wa jumuiya hii kwa wakati huu ni Jaji Mkuu wa Malawi, Jaji Rizne Robert Manda, na makamu mwenyekiti ni Jaji Mkuu wa Kenya, Mheshimiwa Martha Koome. Nchi ambazo zimeunda jumuiya hii zitaje kwamba ni jumuiya hii imeundwa na nchi zifuatazo: Lesotho, Eswatini, Angola, Botswana, Kenya, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Afrika ya Kusini, Seychelles, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Tanzania. Kwa hiyo tunategemea katika mkutano huu kuwa na majaji wakuu kutoka nchi zote hizo ambazo nimetaja. Tunatarajia mkutano huu utafunguliwa rasmi na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Waandishi wa habari, mkutano huu kama nilivyosema utahudhuriwa na washiriki wasiopungua 150 wa nje, ambayo kama nilivyosema awali itawahusisha majaji wakuu wa nchi hizo, majaji kutoka katika mahakama hizo, wanasheria kutoka mahakama kutoka jumuiya hiyo, wasomi wa sheria na wadau mbalimbali wa sheria. Mada ambazo tunategemea kuzungumzwa katika mkutano huu kama nilivyoeleza awali kwamba ni mada kuu au kauli mbiu ya mkutano huu ni transforming justice delivery, innovation, efficiency and court administration reform. Na mada mtambuka ambazo zitazungumzwa pale ni judicial leadership in driving institutional reform, the role of leadership in shaping reform agenda and sustainable change, yani uongozi wa mahakama katika kusukuma mageuzi ya kitaasisi,
nafasi ya uongozi katika kuunda agenda za mageuzi na mabadiliko. Lakini nyingine ni Court Annexed ADR is transformative tool for justice delivery, yani usuluhishi unaofanyika ndani ya mfumo wa mahakama kama nyenzo za maboresho ya utoaji wa haki. Lakini nyingine ni digital transformation of courts, e-filing, virtual hearing and case management system, yani mabadiliko au maboresho ya kidijitali katika mahakama, ufunguaji wa mashauri ya kielektroniki, usikilizaji wa mashauri kwa njia ya mtandao na mifumo ya usimamizi wa mashauri, ambayo mada hii itawasilishwa na jaji kutoka mahakama ya Zanzibar. Lakini nyingine ni strengthening court administration, professionalization, training and institutional support system for judicial staff, yani kuimarisha usimamizi wa mahakama, uweledi, utaalamu, mafunzo na mifumo ya usimamizi wa kitaasisi kwa wananchi na kwa watumishi wa mahakama. Na mara nyingine itakuwa ni AI driven justice, building the court of tomorrow, akili unde au bandia katika utoaji wa haki, ujenzi wa mahakama za kesho. Kwa hiyo mada hizi zote zitajadiliwa katika mkutano huu mkubwa ambao mahakama ya Zanzibar imepewa nafasi ya ku-host au kuwa mwenyeji, na tunategemea kwamba tutakuwa na ratiba ambayo tunategemea kwamba tarehe 4 Oktoba 2024 wajumbe wa mkutano huu watawasili, na mkutano utafunguliwa tarehe 5 Oktoba 2026 katika hoteli ya Verde kama nilivyoeleza, na utaendelea kutoka tarehe 6 hadi tarehe 6, tarehe 7 mpaka tarehe 9. Washiriki vile vile watapata nafasi ya kutembelea sehemu mbalimbali za kihistoria, maana itakuwa ni nafasi ya kuitangaza Zanzibar. Watu hawa watakaokuja 150, tunategemea kuwa na washiriki wasiopungua 250 ukiunganisha na washiriki wa ndani. Kwa hiyo kutakuwa kuna fursa kubwa kwa Zanzibar na kwa wananchi wa Zanzibar. Watatembelea bali ya vikao vyetu, watatembelea katika sehemu za kitalii kama vile Prison Island, watakwenda Nakupenda, watakwenda Space Tour, watafika Juzani, watatembelea Stone Town, na manake wananchi watapata fursa nyingi sana za kibiashara. Manake hapa watembeza watalii basi watanufaika, wenye magari ya utalii watanufaika, wenye maduka watanufaika, wenye mahoteli watanufaika. Kwa hiyo ni fursa moja ya kuitangaza Zanzibar, lakini vile vile kuongeza chachu ya msukumo wa uchumi wetu. Lakini fursa nyingine ambayo tutaipata ni kubadilishana uzoefu na elimu kwa sisi mahakama ya Zanzibar na mahakama nyingine ambazo zitakuwepo katika mkutano huu katika maeneo nyeti haya ya usikilizaji wa mashauri kwa njia ya elektroniki, mambo ya akili unde na kadhalika na ADR. Lakini kukuza mashirikiano ya kikanda kama nilivyosema, kukuza utalii, kukuza mapato ya serikali, kukuza mashirikiano ya kitaaluma na kadhalika, na kukuza uchapishaji wa publication wa mada za kisheria. Kawaida mkutano huu unafanywa sambamba na mikutano ya watendaji wakuu wa mahakama
za jumuiya za kanda hii. Kwa vile vile pamoja na mkutano huu utakuwa na mkutano wa watendaji wakuu wa mahakama.